Mkutano huu ulikuwa uanze saa 2 kamili, lakini tumekuwa tukivuta muda kwa ajili tuliona kwamba quorum haijatimia. Watu walioorodheshwa kwenye daftari ni 426. Sasa kwa vile tuna watu 44, kwa kweli quorum iko chini sana. Ningependa kutoa hiyo rai kwamba mkutano huu uahirishwe, bodi iende ijadili, ipate ushauri wa mwanasheria, tujue tunajitoa vipi katika hali hii. Ningependa kwanza niwasilishe hilo. Kutokana na hili jambo linakwenda linajirudia, inawezekana, sina uhakika, lakini inawezekana muda walipoandikishwa wale watu na sasa tuliopo, inawezekana kuna baadhi ya watu wamehama, kuna baadhi ya watu hawapo. Kwa hiyo nilikuwa naomba ili daftari liboreshwe upya kama linavyofanyika hata mambo mengine, hata wenzetu tukiwaiga hao katika mavyama, katika uchaguzi, kuwa na kipindi fulani daftari linafanya kuboreshwa. Kwa hiyo naomba liboreshwe daftari machache. Kulingana na hali mwenyekiti aliwasilisha hapa, kwanza ni 10% tu ya watu waliohudhuria. 400 kwa 40, wastani wake ni 10%. 10% ni kola mdogo sana. Sasa hatuna uhakika kama wote hawa walioandikishwa kwa kipindi hicho ilikuwa ni kwa ajili ya dini au kwa jambo jingine. Na nilikuwa nafikiri hichi kipengele kijadiliwe, tukiondoe kama bungeni wanavyofanya, kutengua baadhi ya vipengele ili tufanye mambo yetu. Kama tutaendelea na tabia hicho kipengele kitatukwamisha, ili tuwaacheni nyinyi viongozi. Sisi ina maana tumeridhika na nyinyi, kutokuhudhuria ni kwamba tunaridhika na mambo mnayofanya nyinyi. Kwa hiyo tuwaacheni mkamilishe muda wenu, ili baadaye muitishe kikao cha uchaguzi, sababu kawaida kujadili mambo watu hawatokei. Ili wazo langu la kwanza. Lakini wazo la pili, ikiwa mwanasheria atakujibu kwa muda huu kolamu hii, tupitishe baadhi ya vitu tupate kuondoka. Tunatoka mbali, sisi wenyewe nauli zetu za manati. Sasa mnatuleta hapa kwa chai tu, afu baadaye mnaahirisha kikao, kwa si jambo jema. Tumeahirisha sisi wenyewe, sio nyinyi. Mimi nadhani hii kolamu asilimia ambayo tulokuwepo, tuangalie sasa katiba yetu kupitia huku katika chama cha usajili cha taasisi. Kule kuna kanuni zake, na hizi kanuni kuhusu swala la kikao tukizifanyia masiara, kolamu ni ndogo. Kama ni kolamu ni ndogo, tukizienda nazo kwenye kanuni ambayo haituhusu, basi tuelewe tunaweza tukapigwa hata faini. Faini yenyewe haitokuwa ni ndogo, kutokana na kwamba tumekiuka kanuni kubwa ambayo, kwa sababu hata huko pande nyingine, picha ya michezo, wanakuwa na vikao vyao. Kwa mfano, natolea mfano kwa sababu michezo wanakuwa na vikao vyao. Kuna kanuni ya watu 65 watimie kolamu, wametimia watu 35, kikao kinaahirishwa, hakiwezi kufanyika. Kwa hiyo hii kolamu, kwanza neno kolamu tulielewe ni ina maana gani. Tusiangalie kipengele kutuhusu sisi afu baadaye tukaiumiza taasisi. Ndugu zangu katika imani, waumini wenzangu, wanamtambane, cha kwanza kabisa katika hiki ambacho tunakwenda kukiendea, tunazungumzia kolamu haijatimia. Kwa hivyo kwa mujibu wa katiba yetu hatutaweza kufanya mkutano kwa mujibu wa katiba yetu. Lakini nitumie fursa hii kukumbusha na kuwahusia ndugu zangu, taasisi hii ni ya kidini. Inapotokea matakwa ya kisheria zetu hizi za kidunia imekwenda tofauti, naona ipo haja ya marekebisho kwenye katiba yetu hii. Tulilei kwenye mambo mengine kwenye dini. Kama mafunzo na mafundisho ya dini yetu inatuambia hatuwezi kufanya maamuzi kwa kolamu, kipengele cha kolamu, basi tusifanye. Lakini kama dini inaturuhusu, tunaweza kujikuta kila siku sisi tupo kwa ajili ya katiba ambayo hatuunganishi maunganisho na dini. Hii ni taasisi ya kidini, kuna muda
tusimame kuona, je, tunalotaka kulifanya lina manufaa na sisi ndio wenyewe, na hata huyo ambaye hajahudhuria hata kuja kusema kwa nini mmefanya maamuzi wakati aliambiwa aje alafu hajaja. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiukweli ile jambo linaumiza. Tukija katika kiimani kabisa, sisi sote ni Waislamu. Tuangalie jambo hili kiimani. Mungu anataka nini? Tumekuja duniani kwa ajili ya watu wanufaike kupitia mimi au wewe. Sio nyinyi au sisi tunufaike kupitia watu. Huu ni mtihani mkubwa. Hili jambo la column litatusumbua sana. Na ninahisi, Allah nisamehe kama nitakuwa nimehisi tofauti, ninahisi haya mambo yanafanywa makusudi kabisa. Yaani hili jambo linafanywa kwa makusudi kabisa ili tu watu watimize malengo yao. Kwa sababu haiwezekani daftari lina watu 400 na kitu. Ni ajabu kwa kiukweli, ni watu wengi sana tuliojitokeza katika kupiga kura. Inawezekana siku hiyo ya kura watu walifanya mambo yao tu, alete watu, kusanye watu ili mradi apate kura. Hali ya kuwa anawaleta watu ambaye si katika miongoni katika sisi kwa kila siku tutakuwa nao. Sisi tuliopo hapa jamani, ndio sisi waumini wa kila siku hapa Mtambani. Nilichokuwa naomba, huu ni mkutano mkuu maalum. Kwa kuwa ni maalum, basi hakuna haja ya kusema kwamba labda tuwairishe, tusubiri wakati mwingine. Ningependa kwa kolamu hii tulio, kama alivyosema Amerikika, kwamba wale ambao hawajaja hawatotuuliza kwamba kwa nini tumefanya hiki na hiki, sisi hatukuwepo. Kwa kuwa walitangaziwa na hawajaja, sisi tuliofika tuna haki ya kutimiza malengo yetu jamani, kwa ajili ya dini. Lakini naitwa Misi Hasani, natokea mtaa wa Rashid Tawawa hapo. Ndugu zangu, napenda kuunga mkono hoja ya ndugu yangu hapa. Kika swala hili ni la kidini, sawa, sio swala la siasa au swala la harusi au kitu binafsi. Hili ni swala la dini. Sasa kunapokuwa na mgongano wa kimaslahi kati ya sheria za kidini na sheria za kidunia, tukazipa nguvu sana sheria za kidunia kwa ajili ya kuzuia sheria za dini au mambo ya dini, hapo tunakuwa tunajicheza shere wenyewe. Sawa, mmeshasema hapa kwamba hii ni mara ya 3 sasa jambo hili linajirudia. Je, nyinyi kama viongozi mlichukua hatua gani zaidi ya kuwatangazia watu tu kwenye msikiti, kwenye mic? Je, hao watu ambao tunasema ni mpaka kola mwitimie, je, mlichukua hatua nyingine zozote ili mradi tu kuwafikia hata kwa message, ili mkija hapa mseme kabisa kwamba bana tuliwaforwardia hata message lakini hawaja respond chochote? Kwa hiyo hichi kipengele cha sheria tunaweza tukakifanyaje? Hiyo amendment mpaka ifanyike inaweza ikatupa muda, lakini go ahead, tuendelee na kikao, kwa sababu hili ni jambo la Mungu. Kullukum rai wa kullukum mas'ul 'an ra'iyati. Sawa, sisi tutakuwa mas'ul kwa jambo ambalo hili tunaloliendea. Sasa tukiwa hatuko serious, kila siku tuna postpone, sawa bana, tutakuwa hatufanyi kitu, kwa sababu hii ni general meeting, ina mambo mengi ya kudiscuss. Sasa muda unaenda, hautusubiri. Sawa, muda unaenda, hautusubiri. Hilo la kwanza. La pili, je, tuna uhakika hao watu ambao hawahudhurii kwenye hivi vikao, tuna uhakika wako pamoja na sisi au walijisajili kipindi hicho kwa ajili ya mihemko ya uchaguzi? Tuna uhakika kwamba tuko nao njia moja au wanaitumia njia hiyo katika kutukwamisha? Sawa, watu wanakuja na mawazo yao wanarudi nayo. Watu wanakuja na mawazo yao wanarudi nayo. Hili sio jambo zuri.
kama kuna amendment yote ambayo inatakiwa ifanyike, basi isiwe ni kigezo cha kuhairisha huu mkutano wa hapa. Sawa bana, malaika wamekuja hapa wanataka kuandika mambo mema tunaodiskasi hapa. Ndivyo tunavyoambiwa na mashehe zetu kwenye majlisi ulama kama hizi za maendeleo ya Kiislamu. Vitu vingi vinatokea hapa. Sasa inakuwaje tena tukhairishe tu jamani? Embu naombeni mlipe uzito swala hili. Wa hadha, assalamu alaykum. Mimi kuna kitu kimoja nataka nikizungumze, kwamba kikao hiki ni kikao ambacho kipo katika taratibu za kisheria na kanuni kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, kwa sababu kumbukeni, ya majina yetu yote tulioozesha katika waumini wa msikiti wa Mtambani yapo kule sehemu husika, na kolamu ambayo ya waumini wa msikiti wa Mtambani kule inatambulika kwamba msikiti wa Mtambani waumini wake ni wangapi. Kwa hiyo hata hii kanuni ya kuhusu kuendesha mkutano mkuu ni sheria ambayo ipo katika taratibu ambayo inayoeleweka. Tukumbuke kwamba hii ni taasisi ya kidini, lakini inaendesha shughuli zake katika taratibu za kisheria na nchi, kwa sababu taasisi hii imesajiliwa na taratibu zake zinaendeshwa na wale ambao wanaoitambua hii taasisi. Kwa hiyo katika masuala ya kidini tutajadili, lakini hii kolamu ambayo inayohudhuria mkutano itapelekwa, kwa sababu kuna muktasari utaandikwa, utakwenda sehemu husika. Vile vile na maana kwamba mkutano huu hata kule unatakiwa utambulike. Kwa hiyo na maana kolamu tuliokuwepo sisi kwa ujumla msikiti wa Mtambani, alafu na idadi tuliohudhuria hapa msikiti wa Mtambani, tukipeleka kule itakuwa sio taratibu ambayo unatakiwa sisi tufanye. Kwa hiyo tukumbukeni jamani, kuna kitu kinachoitwa LITA. LITA sio chombo cha kidini. Kama tunataka mambo yetu yaendeshwe kwa utaratibu wa kidini, basi na kutukatae. Ili jambo lote litakapotokea huku, wale ndio ambao wanakuja kutuweka sawa jambo hili. Sasa kama tunakataa, sawa, ni taasisi ya kidini, lakini inaendeshwa katika mfumo upi? Mimi swali langu ni hilo, na nadhani limeeleweka. Mimi niwakumbushe tu kwamba sisi binadamu kila siku tunapofanya jambo tunafanya kwa nia